Ile changamoto ya kuwashonea watu wenye vitambi sasa tumefika kikomo. Hapa ni Student Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Tumekuwa tukikuletea mafundisho ya nguo mbalimbali ambapo tumekuwa tukitatua changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakumba mafundi wa kushona koti, suruali, kaftan, suruali za kike na koti za kike. Leo sasa tumefika kwenye changamoto ya kuwashonea watu wenye vitambi. Kipindi kilichoisha niliwapa tips mbalimbali ambazo tunatakiwa kuzingatia kwenye kukata koti ya mtu mwenye kitambi. Hatimaye leo sasa zile tips tunakuja kuziapply kwenye kukata kitambaa, yani tunaingia theater, tunaenda kukata kitambaa cha mtu mwenye kitambi. Kaa na mimi, hapa ni Student Tailoring College. Kama ndo kwanza unaangalia, subscribe sasa hivi kwa sababu vitu vizuri vinakuja. Twenzetu, kama nilivyowaambia kwamba leo tutaenda kumkatia mtu mwenye kitambi. Nishawaambia vitu ambavyo tunatakiwa kuzingatia hapo nyuma. Kama hujaangalia hii video ambayo nilikuwa nawaelekezea vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia unapokuwa unamkatia mtu mwenye kitambi, rudi nyuma uangalie hiyo video ili unapokuja hapa twende sambamba. Vipimo vyetu ambavyo vitatuongoza kukata koti ya mtu mwenye kitambi ni kama hivi. Urefu ana 28.5, bega ni 18.5, kifua ni 43, tumbo ni 45, hips ni 44. Unaweza kaona sasa hapa kwamba kifua ni kidogo 43, lakini tumbo ni 45. Difference yake hapa ni inchi 2, umeona? Na hips ni 44, umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko hivi, yani ana curve, yani ni mtu ambaye ana tumbo. Kwa hiyo hawa watu wamekuwa na changamoto sana kwenye kuwakatia nguo, ndio maana mara nyingi hawa watu wamekuwa hawashoni, yani wananunua nguo ambazo zinawatosha. Kwa hiyo anapokuja kwako fundi, jitahidi sana umkatie kama ambavyo naenda kukuelekeza. Twende sasa tuka-apply kitambaa chetu. Ni hichi hapa, tutaenda kukata single button collar V. Tutaenda kukata single button collar V ambayo ni double breasted. Hebu twende pamoja. Mwalimu wako ni yule Imani Casual. Hapa ni Student Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali. Sasa tutaanza kuchora kwanza ile mstari wetu wa bega, yani bega za mlalo, ambayo nishawaambia kwamba hapa kwenye bega ni inchi 2.5 hapa, 2.5 hapa, na hapa ni inchi 2.5. Napiga mstari, napiga mstari wako mnyoofu kama hivi. Jinsi ya kufanya hivi nishawaelekeza mara nyingi. Alafu tunakuja huku sasa kwenye tunaacha balance kwanza, balance yetu ya inchi 1, inchi 1 na huko inchi 1. Kumbuka hii inakuwa haiko kwenye vipimo vyetu halisi. Tukishaacha tunakuja tena tunaacha inchi 1 hapa. Sasa hii ndio inaenda kutushepia koti yetu, inchi 1 na huko inchi 1. Hii inaenda kutushepia koti yetu. Kama hivi. Tukishamaliza hapa, tunakuja kupima bega. Bega tulipata bega 18.5. Sasa tutakuja kupima 18.5. Vipimo vya bega vyote tunagawa kwa 2. Kwa hiyo 18.5 tukigawa kwa 2 tunapata 9.5. Hii hapa 9.5 unaweka hapa. Kwenye bega hatuongezi. Nimepimia hapa, unaweza kupimia huku juu, huku mwanzo, lakini pia 9.5. Sorry. Unatakiwa kuanzia hapa. Hapa vipimo vyako unapokuwa unavipima. Ngoja tufute hii. Tufute hii. Vipimo ambavyo tunavipima, kumbuka hii tumeiacha huko nyuma ambayo ni balance, itakuja kutusaidia kushape hii hapa. Lakini vipimo vya bega vitaanzia kwenye huu mstari wa kwanza kabisa huu. Vipimo vya bega na shingo. Vipimo vya bega vitaanzia hapa kwenye mstari na vipimo vya shingo. Lakini vipimo vya tumbo vitaanzia hapa na vipimo vya hips vitaanzia kwenye mstari wa pili. Ndio maana tumeukata hapa ili tutengeneze shape. Mtu hata kama ana kitambi, lakini huku mgongoni lazima anakuwa na shape. Unaona? Kwa hiyo tunaanza 9.5 hapa, naiweka hapa.
hatuongezi chochote. Shingo ni inchi 3, unaiweka hapo. Ukishaiweka hapo, unashuka inchi 1 hapa. Ukishashuka inchi 1, unakuja unaweka hii rula yako hii, unakuja na namna hiyo. Namna hiyo. Ukishamaliza hapo, unakuja unapiga rula yako hivi namna hiyo. Ukishamaliza hapo, unakuja unapima urefu. Urefu tunaanzia hapa hapa, tunapima 28.5, 28.5 hapa. Unarudi nyuma inchi 1.5. Nimeongeza kwa sababu huyu mtu ana tumbo lake sikatusumbua, kwa hiyo sibeta uongeze kuliko kuwa fupi. Kwa hiyo unapiga mstari wako hapa na hapa, unapiga mstari wako. Hii ni ya kukunja, hii ni sehemu ya kukunja, kwa Kiingereza tunasema hem. Hii ni sehemu ya kukunja, lakini sasa tunashuka za kwapa 43, tutashuka inchi 7 hapa, 7 na hapa inchi 7. Tunapiga mstari wetu hapa. Tukishapiga mstari wetu hapa, kumbuka hapa tuko kwenye vipimo vya kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo vipimo vya bega vya hapa tunavihamisha hapa 9.5 hapa. Tukishahamisha hapa, tunarudi nyuma nusu inchi hapa. Umeona? Tukisharudi nyuma nusu inchi, tunachukua rula yetu ya shape hii, tunapiga hapa. Tukishamaliza hapo, tunakuja tunapima kutoka hapa mpasuo. Tunagawa, tunachukua urefu kwenye mpasuo, tunachukua urefu 29, tunagawa kwa 3, tunapata 9.5. Tushapata 9.5 hapa. Kutoka hapa hadi hapa tunapima ili tupate sehemu ya kupima tumbo hapa 3. Tunapiga pia mstari wetu huu. Sasa tumbo ana 45. Kwenye vipimo vya kifua, tumbo, hipsi huwa tunagawa kwa 3. Labda 43 tunagawa kwa 3. Tumbo ana 45 tunagawa kwa 3. Kwa hiyo 45 ukigawa kwa 3 unapata 7.5. Hii hapa 7.5. Sasa basi, triki moja iko hapa. Hapa ndio unatakiwa kuwa makini. Sawa? Sasa 7.5 unaona kabisa hapa, ukija kupiga hapa unakuja hapa. Umeona? Na ukiongeza itakuletea ukubwa fulani hivi. Kwa hiyo utaweka hii 7.5 hapa. Utaweka hii 7.5 hapa. Hautaongeza chochote. Kwa hiyo zile za kushonea utakuja kuziongeza kule kwenye kitambaa cha mbele. Umeona? Utapiga mstari wako mnyoofu kama hivi. Umeona? Ukishapiga mstari wako mnyoofu kama hivi, utakuja kupima inchi 2 kasoro hapa kwa ajili ya mpasuo. 2 kasoro hapa, 2 kasoro hapa kwa ajili ya mpasuo. Utapiga hapo 2 kasoro, 2 kasoro kwa ajili ya mpasuo. Ukishamaliza hapo sasa, utashape koti yako hapa tumboni kama hivi. Umeona? Ukishamaliza hapo sasa, utachukua rula yako hii, utashape huko mgongoni. Utachukua
rula shape huko mgongoni hivi. Namna hii. Umeona? Hapa tunakuwa tumemaliza kupima kitambaa cha nyuma, ambapo hapa ni mpasuo, hapa ni tumbo, hapa ni bega. Tutakuwa tumemaliza kupima kitambaa cha nyuma. Hebu twende tukate chap chap. Twende tukate chap chap. Tuendelee. Kwa hiyo triki ya kwanza tumeipata hapa kwenye tumbo, kwamba tunataki kuongeza hapa, kutengeneza tumbo tena huku makwapani, kwa sababu tumbo liko mbele. Tumbo liko mbele, kwa hiyo tukiongeza hapa, tukija kukata hapa, itakuwa na tumbo hapa kwenye kitambaa cha nyuma, which is haitakiwi. Umeelewa? Hiyo ndio triki ya kwanza tumeipata kwa watu wenye tumbo kubwa. Kwa hiyo tuendelee hapa, kata hapa. Umeona? Hapa kitambaa cha nyuma tutaweka tu alama. Weka alama. Weka alama. Na huku pia tutaweka alama. Kishamaliza hapa tutaweka alama ya kujua ndani na nje ni wapi. Tutaweka kitambaa chetu sehemu ambayo itatusaidia baadaye. Kishamaliza hapa sasa, tutavuta kitambaa chetu. Umeona mazingira haya, mazingira hiyo baki haya, ndio tutakata mkono. Mazingira haya ndio tutakata mkono. Mazingira haya ndio tutakata mkono. Kwa hiyo tushamaliza hapa sasa, tutakuja kukata mkono hapa. Tutakuja pia kuacha zile inchi 2 kwenye mkono. Utaenda haraka haraka kwa sababu mkono namna kukata ndio vile vile, mkono namna kukata ndio vile vile. Utaenda haraka haraka tu, sababu kama hujaangalia namna kukata mkono, cutting ziko nyingi sana kwenye hapa kwenye YouTube yetu. Kwa hiyo unaweza kuangalia haraka haraka. Ngoja twende haraka haraka kwenye mkono. Kwenye mkono tutaenda haraka haraka kidogo. Urefu wa mkono 25, tunaongeza nusu, tunaongeza 1.5. Tutamaliza hapo inchi 10, huku tunaweka inchi 3. Tushika inchi 7, tunaweka 8. Hapa naenda haraka haraka kwa sababu hizi process zote tushazifanya sana. Hizi process zote tushazifanya sana. Hapa na 16 tunatoa nusu, tunaongeza inchi 3, tunarudi 1.5. Hapa tunaweka 16 hapa. Kishamaliza tunachukua rula yetu ya armhole kama hii. Rula yetu ya armhole hii. Rula ya armhole hii nakuja hivi. Namaliza mchezo. Nakuja hapa. Kidogo kinasumbua hapa, kuna kitu. Kishamaliza hapa, nakuja tuna shape hapa mkono wetu namna hii. Ni pia hapa
pia hapa amepata mkono.